Naitwa Mchungaji Nyivuko Joel Mwambola, askofu wa kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki, Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini. Tuko usharika wa Rwanda ambayo ndio parish ya makao makuu ya Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini, ambayo mimi ni askofu wake, na tuko hapa leo kwa kauli moja. Wakristo wote wa usharika wa Rwanda wamekuja kwa ajili ya kuchimba msingi wa kujenga jengo la kanisa la kuabudia ambayo ni Cathedral ya Nyanda za Juu Kusini. Tunamshukuru Mungu sana aliyetujalia neema hata kununua uwanja huu. Gharama za kununua, kuandaa ramani na kufanya kila kitu zimekuwa kubwa. Ni takriban milioni 200 zimetumika hata sasa kwa ajili ya kupata huu uwanja. Tunamshukuru Mungu sana. Tunapata uwanja hapa Brokoti na tunategemea tuanze kujenga kanisa. Kama mnavyoona tumechimba msingi, na leo mimi niko na washarika wenzangu kuja kuchimba msingi wa kanisa ili tuweze kujenga kanisa. Muda wote tumekuwa tukiabudia kwenye hema kwa takribani miaka 4 sasa, lakini sasa tunamshukuru Mungu tunaanza kujenga kanisa letu wenyewe. Kama mnavyoona tumekusanya matofali, tumekusanya mawe, tumekusanya nondo na tunaendelea kujenga nyumba ya Bwana. Ni mwito wangu kwa Wakristo wote wale tuliokuwa tukitafuta sana uhuru wa kuabudu, wale tuliokuja nao kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki KCAM, kwamba tupo kama mnavyoona wenzao walivyo wengi wa usharika huu mmoja, wajisikie huru kuja kujenga nyumba ya Bwana. Lakini mwito kwa Wakristo wengine wote wenye mapenzi mema kusaidia kujenga kazi hii, kwa sababu kazi hii si ya mwanadamu, hii ni kazi ya Mungu. Hata kule tulikotoka baada ya lile gogoro zito tumejenga, tumeacha makanisa na watu wanaendelea kuabudu. Kwa ni mwito wangu kwamba na hapa waje watu kujenga. Wale waliotaka kukata tamaa sasa wasimame, waliotaka kurudi nyuma, waliotaka kuhama, tunawaita kwa moyo wa upendo waje kushirikiana ili tujenge kanisa kwa muda mfupi. Na sisi tumeamua kumjengea Mungu madhabahu hapa katika muda mfupi sana, mtaliona kanisa likiisha. Ili tumeweka dhamira zetu kwa Mungu. Mimi naitwa Chance Mgaya, ndio msimamizi wa hii kazi ya jengo la kanisa. Tunatarajia hii kazi kumaliza mapema iwezekanavyo kufuatana na jinsi tulivyokuwa tunapata hela, kwa sababu kazi tunategemea michango kutoka kwa waumini na wafadhili mbalimbali. Kanisa letu tumeligawanya katika vipengele, tuseme vikuu ni viwili. Mchoro wetu kuna holi, kuna ofisi ya askofu ambayo ni safe, ofisi ya mchungaji nayo itakuwa ni safe, kuna ofisi ya katibu itakuwa ndani ya jengo. Lakini bado kama unavyoona huko nyuma kutakuwa na vyoo vya kike huku na vyoo vya kiume vitakuwa upande wa kule. Alafu tunatarajia kujenga jengo la wanafunzi wale wa Sunday school ambayo itakuwa sio kubwa sana. Asante, tumshukuru Mungu ametupa nafasi ya kuanza kuchimba msingi kwa ajili ya kanisa letu la KCAM makao makuu parish ya Rwanda. Kwa kweli ni kama muujiza, maana tumepita hatua nyingi za vizuizi, mikingamo na kila namna figisu, lakini leo hii Mungu ametupa nafasi, ameruhusu hili jambo lianze kufanyika kwa utukufu wake. Tunamshukuru Mungu. Matarajio yako ni yapi sasa bado? Matarajio yetu ni kujenga kanisa zuri kwa ajili ya kumwabudu Mungu, ambalo kila mtu atajisikia amani na baraka kuabudu katika kanisa hili. Na tunaamini litaisha mapema kabisa, ili mahali pale ambapo tumepiga hema kwa muda mrefu sasa tuhamie nyumbani kwetu kwenye kanisa letu ambalo tumelijenga sisi wenyewe kwa mikono yetu.